maandiko yanasema kwamba ole wao wanaokaa katika nchi na bahari, kwa maana mshtaki wa ndugu ametupwa kwao, ambaye ndiyo Shetani. Ina maana kwamba Shetani unapofanya makosa, kwa sababu yeye ameshatupwa, ana uwezo wa kwenda kuongea na Mungu kwa habari ya dhambi zako. Lakini unaangalia wewe, Shetani, mbona unaenda kumshtaki mtu ambaye ana haki kuliko wewe? Ina maana kwamba unaangalia, Shetani ndo muuaji, Shetani ndo muongo, Shetani ndo anafanya mambo yote mabaya, lakini yeye ndo wa kwanza kushtaki, yeye ndo wa kwanza kupeleka mashtaka. Ina maana kwamba hata wewe ukiwa na mashtaka unakuwa unawajaji watu wa Mungu, ndani yako hauko salama. Haleluya! Ndani yako kuna namna fulani ya kifungo kipo tayari. Shetani yawezekana amekuvaa pasipokujua. Ina maana kwamba ni wakati ambapo unahitaji kubadili mtazamo wako, unahitaji kuangalia mambo kwa undani, unahitaji kuangalia, jamani, kweli Mungu aliyeziumba mbingu na nchi anaishi kweli? Yule Mungu ambaye aliyewafanya wanadamu kwa mfano na kwa sura yake anaishi kweli? Ina maana kwamba unatakiwa utambue wakati wa kujiliwa kwako. Haleluya! Ukisoma kuna mahala Biblia inazungumza, inasema kwa habari ya Yesu, inasema kwamba kulikuwako nuru ulimwenguni, lakini hiyo nuru ilipokuja kwa walio wake hawakuitambua, wakamfokea, wakasema, bana, wewe mbona unatangaza mambo ambayo hatukuyajua, unaleta desturi za mambo ambayo hatukuyaelewa. Wanazungumza kwa habari ya Yesu, unaleta taarifa ambazo ona sisi tulikuwa tumezoea kwenye mila fulani, tulikuwa tumezoea mambo fulani. Hawakumtambua kwa sababu yeye anapokuja anakuja amejifunika ndani ya